uwanjani bana, timu Kombolela inacheza na tuko na ndugu yetu. Tuko na Kobisi Kikala, msemaji wa Kombolela. Msemaji kwema? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilikuwaje wewe ndio ukawasemaji la timu? Unataka wewe nani sasa? No, mimi nikajua utaingia uwanjani. Mimi majeruhi. Ndio maana unaona sija. Majeruhi kabla ya kucheza shehe? Hapana. Yaani mimi ni majeruhi. Yaani ukiona hivi ujue niko nje, ujue mimi majeruhi. Okay. Niambie tamba kuhusu timu yako. Sio kutamba, ni uhakika. Timu yangu hii mechi yetu ya pili na tunashinda leo. Sawa na tunafuzu kuingia robo finali. Lengo letu sio kuja kutembea huko usiku. Sisi tungekuwa tumepumzika kwa sababu kesho tuna production, si ndio? Tumekuja kuingia kwenye mashindano ya Samia na tunalitaka kombe kweli. Hivi mzee Kikala ajaje? Yule mzee mwacha pumzika, ndo kaka Bagamoyo. Manake na nyinyi mnampaeka mzee Kikala. Wewe ndo katuzaa sisi. Nyinyi mnaeka. Yule ndo katuzaa sisi. Sasa kama kameanza kwake. Sasa si watoto wake atatupeleka wapi? Kama amechoka aondoke, atuache sisi. Lakini sisi pale ndo kwetu mama. Hivi unajua kwamba leo timu mnayocheza nayo ya kizungu sana alafu nyewe uswahilini sana. Ndio raha iko hapo. Na alisema hajui kupika. Ndio leo mmekuja na mafuta. Tumekuja na nyungo, tumekuja na sufuria, tumekuja lake. Wewe unafikiri ndo nini? Vileta vile vitu. Muda wote mnasema tunamfundisha mtu kupika. Ndio alikuwa hajui sasa kwamba leo ndo tunamuonyesha kwamba na Ramadhani na Kwaresma vitu vinavyopikwa ni hivi. Tumvute kabisa Kombolelani. Kama ataweza. Abdul au tumwambie Abdul. Sio Abdul tu. Shughuli ya kule wewe mwenyewe unaijua. Ukija kule umefeli. Ule mzungu mbona akakuweza? Ndio maana umeona kaumwa yule kapata kipendo katotea jaka moyo ndani mle. Okay, Kobisi, watu wengi wanakuita jobless wa taifa. Bado uko sawa na hilo jina lako? Halina shida kwa sababu Kobisi ni jobless, lakini ni mtu ambaye anapambana kuhakikisha chochote kinawezekana. Umeona? Wao wanadhani mimi ni jobless, lakini ni mtu ambaye nina fight katika familia ile. Nahangaika sana kwa ajili yao. Umeona, lakini tu bado havijatiki. Shida Masamba ndo anafanya wewe uonekane jobless. Shida kwa sababu anayotaka yeye kwangu yanashindikana. Ushaelewa? Kwa sababu labda anaweza kutaka hela nyingi alafu mimi nikampa labda 500 800. Ushaelewa? Lakini vinginevyo anajua ninapo struggle kwa ajili yake. Okay. Niambie, mashindano ya Samia mwaka jana hamkuwepo, mwaka huu mmeingia. Alikiba ameiandaa kwa mara nyingine tena. Kikubwa cha kumwambia aendelee, azidishe nidhamu kwa sababu mashindano yanafanyika katika mwezi mtukufu. Na huu mwezi kama ulivyosikia kabla ya Ramadhani kuanza, viongozi wa dini walikuwa wanasema watu wanaandaa mashindano wanakaa miezi 11, lakini mwezi huu mmoja tu wanashindwa kuvumilia. Tena wanataja na makombe, si kuna kombe la nini, kuna kombe la nini, kombe la nini. Leo hii kwa nini katika Ramadhani wanatokea? Ile kidogo inavunja moyo kwa mtu mwenye imani, si ndio? Kama unaona kweli, lakini naenda kufanya nini sasa? Kwa nini muda huu nisikae kusoma Qur'ani au bwana au kusikiliza vitu vingine vya dini nikapata thawabu? Natoka na kwenda kufanya vurugu, watu kama hivyo wanapiga kigoma na nini, si ndio? Kiimani inavunja moyo, lakini akitengeneza atmosphere. Simba wametoa sare, usisahau. Ni kweli na Dodoma. Zanzibar kosi sahau Zanzibar. Simba godi subiri. Umesikia? Wametoa sare alafu wamerusha chupa. Wamerusha chupa. Hebu mvute huyo hapa. Mvute huyo hapa. Wamerusha chupa. Wamepiga watu na viwiko. Kobisi unasomea mashtaka? Nimeulizwa na Godi. Mimi nimeuliza tu. Kwa hiyo sikiliza mashtaka yako vizuri. Yaani namjibu Godi. Nijibu mimi. Namjibu Godi. Ni kweli au sio bana? Ni kweli. Kolo kasuluhu na wachezaji walikuwa na hema wamekaa chini. Lakini Kobisi, subiri kwanza nimalize. Mimi ndo najibiwa hoja. Muache kwanza Godi. Yaani weka kama ubao. Ndio maana mimi namtolea mifano hapa. Kolo katoa suluhu. Sawa Uwanjani wamerusha chupa sana, utafikiri tuko Saudi nini kule Egypt au sio bana? Wachezaji wamekimbizwa, wamekaa chini wanahema ovyo, na isitoshe pia kuna mchezaji kampiga mwenzie kipepsi.
Alafu kipepsi, yani tukifunua kanuni makamati ya masaa 72 hayumo. Kamati Godi, mwache mwenzangu. Mwacheni aongee. Hataki kusema. Sema neno, sema neno. Kwenye kamati. lakini mna uhakika wale ni Dodoma au ni Yanga amemkosa Pacome? Tajiri. Wewe umeshindwa kutetea timu. Naam. Tajiri. Nini umebidi mistaki. Anaitwa chochote anaongea. Anaitwa Abdul Usanga. Huyu anaitwa Abdul Usanga. Kwa hiyo lile swali unaniuliza mimi kwamba Uswahilini na uzunguni au sababu Steven na kuwaje au kama vipi mtu wa uzunguni basi mmoja aje Uswahilini, inawezekana? Nikamwambia sijui. Sasa ngoja nimuulize Abdul, mambo? Safi. Umependeza? Thank you. Mashallah. Alhamdulillah. Bana, leo mnacheza na wazungu afu nyewe Waswahili. Naam. Mmekuja kumfundisha kupika Abi Chams. Ndio tunasemaje Abdul, Abi hawezi kupata role kwenye Kombolela? anaweza akapata. Anaweza akapata. Ongea naye. Na she's a great character. Ni mwigizaji mzuri sana yule. Anatufaa. So inawezekana baada ya mashindano mkatuletea ladha mpya kwenye Kombolela? Inawezekana. Hata kama sio kwenye Kombolela basi kwenye dude lijalo. Kuna lingine. Wewe baba una balaa. Atishi. Abdul, ukimchukua Abi ukamweka kwenye tamthilia yako, unampa karakta nyingine au unamchezesha huko kwenye uzungu wake? Inategemea na hadithi itakavyokaa. Lakini nadhani anaweza akaingia kwa karakta yake afu akaenda juu zaidi. Okay. Yeah, kwa vile alivyo. Okay. Mwaka huu umeingiza timu Ramadan Cup. No. Watu wote wanasema jamani, Kombolela isingekuepo ili vibe tungetoa wapi? Approach ilianza approach kutoka kwa waigizaji wako kwamba boss na sisi tupeleke timu, au wewe mwenyewe? Hapana, nilikuwa approach na management ya Crown. Oh. Yeah, and it took some time mimi kufanya maamuzi na kusema okay, we are in. Kabisa anajua. Kabisa anajua. Katika watu ambao nilimwambia nikamwambia tajiri usiingize timu. Alikuwa. Yeah, tulifanya vikao vingi sana jenzi. Hizo burudani watu wangetoa wapi? Nadhani ilipangwa hiyo. Baadaye sasa kwenda au sio bwana, watu wakaanza kujua kwa nini zikawa nyingi, tajiri akakubali nikasema tuanze tuni. Swali kwa Abdul. Wewe mara ya kwanza ulikuwa unasita kuingiza timu. Umeingiza timu sasa hivi, mapokezi umeyaona. Kipi ambacho unakikiri wazi? Nadhani hata kwenye grupu niliomba msamaha. Niliomba radhi. Nilikuwa na hofu lakini sasa anasema twendeni tukacheze. Yeah. Unaona kaja tena mechi ya pili leo. Ikitokea timu yako haijaingia final, una kipi cha kuambia ndugu zako? Kubwa tumeacha alama. Tumeacha alama, tumetengeneza historia. That's it. Na kama ikitokea hamjafika mbali, tutaendelea kupata vibe kama hivi kuja kutazama. Sema hivyo, lengo letu ni kufika finali. Ikitokea wewe unafahamu kuna kupata na of course kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo kama ukiona hatujapata na mnataka iburudani basi mtatukodi. Itabidi tukodi. Inaruhusiwa mtukodi. Itabidi tukodi tena. Tuje tufanye mchezo. Okay, lakini mimi naamini una wachezaji wazuri kwa sababu mechi ya ufunguzi mlishinda and it's all good. Chochote cha kuambia mashabiki wa Kombolela? Niwaambie waje kwa wingi, watutie moyo, watutie hamasa, na sisi tuko hapa tuwa disappoint. Kama tunavyocheza kwenye TV basi tunacheza na huku uwanjani. Naam. Kitu gani kikubwa kinakuja kwenye Kombolela? Mama mzungu mshampa kipindupindu. Acha tu. Tena leo kuna waraka nimeona umetumwa unatambaa nikasema Mungu wangu. Maandishi haya. Unajua hata Mashavu aliniambia ulimpa role ya kuwa mjamzito wakati na yeye mjamzito in real life. Exactly. Sijui inakuaga nini yani. Abdul. Maandishi tu. Wewe yako ushaongea naye vizuri. Hakuna. Wewe angalia fasihi kazi yake ni nini? Fasihi kazi yake kubwa ni nini? Nani mwalimu wa fasihi? Si mwalimu. So kuna mambo yanatokea kama umepredict. Exactly. Sijatoa in vain, ni mambo yapo humu kwenye dunia. Yeah. So chochote cha kuambia mashabiki? Nawapenda, nawashukuru kwa support. Kiukweli wametupa morali mara 100. Pengine tulikuwa tuna sita lakini wamechangamsha miguu yetu kwa sasa. So we are here to stay, lakini kubwa tuko kwa ajili ya kuweka alama, kuweka mapinduzi, kuweka mageuzi, lakini kubwa zaidi kuhakikisha burudani inaendelea. Unaona hapa vilivyokuwa live hapa. Hii ni Kombolela. Naam. Thank you so much. Thank you so much. Kobisi cha mwisho. Tajiri usiondoke, usiende mbali. Nilisimama mbele yangu hapa, unamuona bwana? Hao ndio kwanza. Sawa? Wameona nguvu yetu kwenye michuano na wameamua kuingiza fedha zao kwa ajili ya kusupport timu. Sasa sisi tunashindaje kufika finali? Swala mwisho la kuambia
La mwisho la kuambia mashabiki waendelee kusupport. Bosi, la mwisho la kuambia mashabiki. Mimi naambia kwamba tunaendelea kutoa ushirikiano kwa wenzetu wa Kombolela, hatutowaacha, tunaamini kwamba tunakwenda kuchukua ubingwa, sio tukishia finali. Kwa hiyo waendelee kuja kwa wingi, wakisikia Kombolela anacheza basi waje. Sisi tupo kwa ajili ya kuwasupport Kombolela na tunaamini tunakwenda kuchukua ubingwa. Thank you so much. Sawa, thank you.